Bilionea Mwangi Kihara, mmoja wa wanaume matajiri zaidi Nairobi, alifungua mlango wa ofisi yake ya juu kwenye jengo la Westlands akiwa na mawazo mengi kuhusu miradi yake ya real estate, investment strategies na mustakabali wa familia yake. Lakini aliposikia sauti ya mtu kulia ndani, miguu yake ilisimama. Ilikuwa sauti ya mtu aliyemzoea sana, mke wake, Mama Wanjiku. "Mpenzi, mbona uko hapa na kwa nini unalia?" aliuliza taratibu. Mama Wanjiku aligeuka, macho yakiwa mekundu, uso wake ukionyesha hofu na maumivu. Alikuwa ameshika bahasha nyeupe mkononi, ikitetemeka. "Mwangi, kuna kitu nimegundua leo," akasema kwa sauti iliyokatika katika. "Na kinaweza kuharibu kila kitu tulichojenga kwa miaka hii yote." Bilionea Mwangi alisogea karibu akimnyanyua kiupole. "Nipe hiyo bahasha Wanjiku, uniambie ukweli wote." Lakini kabla hajaifungua, Mama Wanjiku aliinua mkono wake kwa haraka. "Subiri, kwanza lazima unielewe. Haya mambo sio kama unavyofikiria. Yale niliyoyaona, Mwangi, yametisha. Yanahusu familia yetu na mtoto wetu mkubwa, Kamao." Mwangi alihisi nguvu zikimwacha. Kamao ndiye mwana wao wa kwanza, kijana mtulivu anayeishi Mombasa, akisimamia biashara za familia. "Wanjiku, Kamao Hapana." Akamkataa haraka akitikisa kichwa. "Lakini kuna mtu ameingilia maisha yake, na ni mtu ambaye hutawahi kumtegemea." Mwangi alifungua bahasha polepole na alichokiona ndani kilifanya moyo wake kusimama kwa sekunde kadhaa. Hii haiwezekani, lakini ilikuwa kweli. Bilionea Mwangi alitoa karatasi kutoka ndani ya bahasha. Ilikuwa nakala za ujumbe mfupi, picha na rekodi za miamala ya benki. Jina lililoonekana kila mahali lilimfanya apumue kwa nguvu: Asha Naliaka. Mwanamke huyu si yule msichana aliyewahi kufanya kazi kwenye kampuni yetu ya Kilimani branch? Mwangi aliuliza, macho yakikodoa ukurasa mwingine. Mama Wanjiku alikubali kwa kichwa, kisha akakaa kwenye kochi dogo pembeni. "Ndiyo, yeye. Lakini Mwangi, Asha sio tu mfanyakazi wa zamani, kuna kitu kingine." Katika zile karatasi kulikuwa na taarifa za pesa nyingi alizotumiwa na Kamao miezi 6 iliyopita, kiasi ambacho hata mtu wa kawaida hangeweza kuthubutu kutuma. Lakini kilichoumiza zaidi ilikuwa sentensi kwenye ujumbe wa simu: "Kamao, umeniahidi utamlinda mtoto wetu. Usiache familia yako igundue." Mwangi alishtuka. "Mtoto? Kamao ana mtoto na mimi sijui?" Mama Wanjiku aliangalia sakafu, akapumua kwa shida. "Mwangi, si hivyo tu. Kuna ushahidi unaonyesha kuwa Asha ametishiwa na mtu. Kuna mtu anayetaka amchezee Kamao, amtese na avunje maisha yake. Haya mambo hayako wazi." Mwangi alinyoosha mgongo. "Kwa hiyo unataka kuniambia kuna mtu anajaribu kuharibu familia yangu kupitia Kamao na Asha amenaswa katikati?" Wanjiku akasema, "Ndiyo, na mtu huyo yuko karibu kuliko tunavyodhani." Mwangi alinyamaza, lakini ndani yake kulijaa moto mpya. Kesho yake mapema, bilionea Mwangi aliruka ndege ya kwanza kuelekea Mombasa. Alikuwa kimya safari nzima, mawazo yakimrudisha kwenye maneno ya Wanjiku: "Mtu huyo yuko karibu kuliko tunavyodhani." Maneno hayo yalivuma kichwani mwake kama upepo mkali wa bahari ya Hindi. Aliposhuka Moi International Airport, alimpigia Kamau simu. "Tayari niko Mombasa, nataka tukutane sasa hivi. Ni muhimu." Kamau alijibu kwa sauti ya mshangao, "Baba, lakini niko ofisini, kuna tatizo?" Mwangi alijibu kwa sauti nzito, "Nitakuambia tukifika." Walikutana kwenye Beach Road upande wa Nyali, mahali kimya karibu na maji. Kamau alifika akiwa amechanganyikiwa, macho yake yakionyesha ukosefu wa usingizi. "Baba, nini kinaendelea?" Mwangi akatoa bahasha aliyokuja nayo. "Kamau, unafahamu mwanamke anayeitwa Asha Naliaka?" Kamau alidondosha macho chini, akachukua muda kabla ajibu. "Ndiyo, namfahamu." "Kwa nini hukuniambia kuwa una mtoto?" Mwangi aliuliza, sauti yake ikiwa na uchungu lakini pia upole. Kamau alipumua kwa nguvu. "Sikuweza. Mambo yaliharibika. Na Asha amekuwa akipata vitisho kwa muda mrefu. Kuna mtu anamtumia picha zangu, ujumbe, majina ya watu wetu, hata anadai ajue siri za familia." Mwangi alisogea karibu. "Kwa hiyo unataka kuniambia kuna mtu anajaribu kuharibu familia yangu kupitia Kamao na Asha amenaswa katikati?" Kamao akatikisiwa. "Ndiyo, na mtu huyo yuko karibu kuliko tunavyodhani."
Mwangi alihisi baridi kupita mgongo. Kamau alizungumza kwa sauti ya chini, akihakikisha hakuna mtu aliyekuwa karibu. Bahari ilikuwa tulivu, lakini mioyo yao ilipiga kasi kama mawimbi yanayovunja juu ya mawika. Baba, mtu anayemtishia Asha ni mtu ambaye hutawahi kumshuku. Kamau alianza polepole. Lakini ukweli ni mchungu, ni mtu wa familia. Mwangi alimsogea karibu akasema kwa sauti iliyopoa haraka. Kamau, familia yetu si mkubwa hivyo. Ni nani? Sema ukweli wote. Kamau akafungua simu yake, akamwonyesha baba yake rekodi za sauti na ujumbe mfupi. Jina lililoonekana lilifanya magoti ya Mwangi isitike. Uncle Barasa. Barasa, mdogo wa Mwangi, mtu ambaye alilea Kamau wakati Mwangi alikuwa akijenga biashara zake Dubai na Pretoria. Mtu ambaye aliitwa mjomba mwema na kila mtu. Mwangi hakutaka kuamini. Kamau, hii lazima iwe makosa. Kamau akitikisa kichwa. Hapana, baba. Barasa ametaka nimpe 1% kutoka kwenye biashara zetu za Malindi. Nilipokataa, akaanza kutumia Asha kama njia ya kunilazimisha. Alinifuata, akagundua kuhusu mimba ya Asha. Tangu huko muda, amekuwa akimshambulia kiakili. Mwangi alisika kichwa. Kwa nini Kamau? Kwa nini afanye hivi? Tamaa baba. Na Huki. Anasema wewe ulimwacha nyuma biashara. Mwangi alinyamaza, macho yakitazama bahari kwa mbali. Hakuamini mtu aliyempa nafasi, heshima na uaminifu angegeuka adui wa familia. Lakini bado kulikuwa na jambo moja. Kama Barasa ndiye anayemtishia Asha, sasa yuko wapi? Kamau alimjibu kwa sauti ndogo. Hapo ndipo mambo yanakuwa mabaya. Wakiwa bado kwenye pwani ya Nyali, upepo ukivuma polepole, simu ya Kamau ililia ghafla. Namba haikuonyesha jina, ni private number. Kamau aliteremka, akaitazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kuipokea. Kamau, sauti nzito na ya kudhibiti ilisikika. Nimeona mnaanza kufanya safari zisizo za kawaida. Mwambie baba yako asijaribu kuwa shujaa. Sasa mnaingia sehemu ambayo hamtoki. Mwangi alimsogea Kamau ili asikie vizuri. Barasa, acha mchezo huu. Tumejua kila kitu, alisema kwa sauti ya mamlaka. Sauti ikacheka kwa kejeli. Mwangi, wewe bado una kiburi kile kile. Unadhani pesa zako zinaweza kunidhibiti. Umeniacha miaka yote hii, ukaweka dunia yote mikononi mwa mtoto wako. Sasa, subiri ni kuonyeshe hasira ya mtu aliyedharauliwa. Kamau alijaribu kutuliza hali. Barasa, tafadhali usimguse Asha. Hajaumia mtu. Tusianze vita. Kabla jawabu halitotoka, ujumbe wa video uliingia kwa simu ya Kamau. Alipoufungua, wote wawili walishika pumzi. Asha alikuwa kwenye chumba kisichochumbulika, macho yake yakiwa yamejaa hofu, midomo yake umefungwa pinda kitamba. Kulikuwa na karatasi kifuani kinasema, Kamau, chagua, biashara yenu au Asha, muda unakwisha. Mwangi alihisi maumivu moyoni. Jamii, heshima na uhai wa msichana asiye na hatia sasa vilikuwa mikononi mwa mtu wa damu yao. Kamau alianza kuteremka. Baba, tunafanya nini? Mwangi alimtazama mwanawe, macho yake yakibadilika kuwa ya mtu aliyekubali vita. Kamau, tunamtafuta Barasa leo. Mwangi na Kamau waliondoka Nyali upesi, wakapanda gari lao kuelekea upande wa Bamburi. Kamau alikuwa bado akitetemeka, lakini Mwangi alikuwa kimya, kimya cha mtu anayepanga vita kwa makini. Mwanzo walitaka kwenda polisi, lakini Mwangi alijua Barasa alikuwa na watu ndani ya mifumo mbalimbali. Tukifanya kosa moja, alisema, Asha ataumia. Waligusajika kwanza kwa rafiki wa zamani wa Mwangi, Inspekta Mshai, aliyejulikana kwa uadilifu wake na kutoshirikiana na maafisa wala rushwa. Walikutana naye kwenye duka dogo la vifaa karibu na Kisauni, mahali pasipotia shaka. Ikiwa ni Barasa, Inspekta Mshai alisema, basi lazima anatumia watu wake wa zamani kutoka biashara alizoziweka Changamwe. Huko ndiko alikuwa na maghala mengi ya siri miaka ile. Mwangi akapumua kwa kina. Kwa hiyo kuna uwezekano Asha yuko Changamwe? Mshai akasema, siwezi kusema moja kwa moja, lakini dalili zinaonyesha huko. Hata hivyo, Barasa si mtu wa kukaa sehemu moja. Ukiwaona wanaume wake wakiwa wengi eneo fulani, basi ujue amehama saa hiyo hiyo. Kamau akawa na wasiwasi zaidi. Inspekta, je, tuna muda wa kumwokoa? Inspekta akamwangalia kwa macho makali. Ikiwa video hii imetumwa leo, Asha bado yuko hai, lakini muda wenu ni mchache. Barasa anapenda michezo ya akili. Mwangi akasimama ghafla. Tuanze safari. Nipe orodha ya maeneo ambayo anaweza kuwa.
Mshai aliandika haraka, akampa karatasi yenye orodha fupi: maghala matatu ya zamani, eneo la Jomvu, yadi ya magari ya scrap na nyumba isiyotumika kipevu. Mwangi alifunga mkono wake, akasema taratibu, leo tunamtoa Asha mikononi mwake. Mwangi, Kamau na Inspekta Mshai walielekea Jomvu, eneo ambalo lilikuwa na maghala mengi ya zamani yaliyotelekezwa baada ya makampuni kadhaa kufungwa. Mawingu mazito yalikuwa yakikusanya juu, yakitoa hali ya ukimya ambayo haikumfurahisha hata mmoja wao. Gari liliposimama umbali kidogo kutoka ghala la kwanza, Mshai aliwashika kwa ishara. Hapa lazima tuwe watulivu. Barasa anaweza kuwa ameweka watu wake kufanya doria. Walishuka kimya, wakasogea upande wa nyuma ya jengo. Kulikuwa na mlango wa chuma uliokuwa wazi kidogo. Harufu ya mafuta na chuma kilichooza ilikuwa kali. Mwangi alisikiliza kwa makini, akasikia sauti za kupatapata ndani. Kuna mtu, alinong'ona. Walipoingia taratibu, waligundua wanaume wawili wakizungumza karibu na taa ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Mmoja alikuwa akishika simu akilalamika. Bosi amesema Asha ahamishwe hiyo saa 3. Tusichelewe, alisema. Kamau akashtuka, akawa tayari kurukia mbele, lakini Mwangi alimshika mkono haraka. Kamau, ukikimbilia hapo, watampigia Barasa simu na Asha ataondolewa sasa hivi. Fikiria. Inspekta Mshai akawavuta pembeni. Tutawachukua kimya kimya, bila risasi. Mnawaona, hawa ndio wanabeba taarifa ya mahali Asha alipopelekwa. Dakika chache baadaye, kupitia mbinu ya ustadi wa Mshai, waliwadhibiti wanaume wale wawili bila kelele. Wakiwa chini, mmoja alilia kwa hofu. Msiniue, nitawaambia kila kitu. Mwangi alimsogelea, macho yake yakiwa na moto wa baba aliyemchukua mwana kama hazina. Semeni, Asha yuko wapi? Mwanaume akatetemeka, uso wake ukijaa wasiwasi. Alikwisha kuhamishwa, sasa yuko mahali ambapo hamtafikiria. Mwangi akaketi magoti karibu na yule mwanaume aliyekamatwa. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini nzito kama mzigo wa maamuzi makubwa. Mahali ambapo hatutafikiria ni wapi? Ongea kwa akili. Mwanaume akapumua kwa nguvu, akitazama upande wa Kamau kana kwamba angepata huruma. Barasa alisema msichana ahamishwe kipevu, lakini sio nyumba, ni bandari ndogo ya siri. Inspekta Mshai alishtuka. Bandari ya siri. Hiyo inamaanisha Barasa anajaribu kumtoa Asha nje ya Mombasa bila rekodi yoyote. Kamau akashika kichwa, macho yake yakijaa ungu wa hofu. Kwa nini amfanye hivyo? Asha hana kosa. Mwanaume akatikisa kichwa. Barasa hana haja na Asha, anataka umsaliti baba yako. Bila kufanya hivyo, msichana ataonekana kama hajatokea popote. Mwangi alinyamaza kwa dakika kadhaa, akitafakari. Tangu asubuhi, kila jambo liliongoza uzito, lakini sasa kulikuwa na kitu kipya. Barua nyingine ndogo iliyokuwa kwenye mfuko wa mwanaume huyo. Inspekta Mshai aliitoa haraka. Ilipofunguliwa, macho yote matatu yalipanuka. Ilikuwa ramani ndogo yenye alama nyekundu kwenye eneo la kipevu, mahali palipoandikwa, usiku wa leo saa 5, hakikisha Kamau anajisalimisha. Bila hivyo, msichana anaondoka. Kamau alishindwa kuzuia machozi. Baba, hii ni mtego, anataka niende peke yangu. Mwangi alimshika bega kwa nguvu. Hatumwachii, si wewe, si Asha. Inspekta Mshai akaangalia saa. Tuna masaa mawili tu, twende, sasa. Giza lilikuwa zito walipofika kipevu, eneo ambalo halikuwa na shughuli nyingi usiku. Upepo wa baharini ulipiga vibaya, ukionyesha kwamba kila sekunde ilibeba hatari. Mwangi, Kamau na Inspekta Mshai walitembea kimya kuelekea bandari ya siri iliyoonyeshwa kwenye ramani. Tofauti na walivyotarajia, hakukuwa na walinzi wengi. Hilo ndilo lilifanya Mwangi jawa na wasiwasi zaidi. Hii ni kimya kupita kiasi, alisema kwa sauti ya chini. Walipokaribia ghala la kwanza lililokuwa na mlango wa chuma uliofungua na kufuli nzito, simu ya Kamau ikalia. Safari hii sauti ya Barasa ilisikia wazi kama mtu aliyekuwa karibu. Karibuni sana kipevu, alisema kwa kicheko kidogo. Mwangi, ulidhani ningeacha tu mjue mahali nilipoweka kila kitu. Ninyi wawili ni rahisi sana kutabirika. Mwangi akapaza sauti. Barasa, kama una uungwana wowote, mwachilie Asha, hana hatia. Sauti hiyo ikajibu kwa kejeli. Lakini Kamau ana hatia. Alikataa kunipa kile nilichostahili. Hivyo leo lazima afanye uchaguzi. Ghafla, taa kali ziliwashiwa juu ya rofu la ghala. Watu watatu waliovalia nguo nyeusi walitokea nyuma yao,
wakiwa na silaha. Kamau alipiga hatua moja nyuma, lakini mmoja akasema kwa ukali, ukijaribu kukimbia, Asha hatamaliza haya masaa mawili. Inspekta Mshai akachukua hatua mbele, akijiweka kama kinga. Hatutapigana leo, tunataka msichana, tujadiliane. Lakini Barasa hakutaka mjadala. Akaamuru mlango wa chuma ufunguliwe. Ndani, chini ya mwanga hafifu, Asha alionekana amefungwa kwenye kiti. Kamau alipiga hatua chache, lakini askari mmoja akamzuia. Halafu sauti ya Barasa ikasikia tena. Kamau, njoo mbele, ni wakati wa kufanya uchaguzi wako. Kamau alisogea polepole kuelekea ndani ya ghala, huku Mwangi akijaribu kumzuia. Kamau, usiende peke yako. Lakini Kamau aliinama, akamwangalia baba yake kwa ukomavu ambao Mwangi hakuwahi kuona. Baba, hii ni familia yetu, siwezi kumwacha Asha afe kwa sababu yangu. Walipoingia, Barasa alijitokeza kutoka kiulini. Uso wake ulikuwa jaa hasira ya miaka mingi. Hatimaye mmefika. Kamau, chagua, nipe 1% ya biashara au msichana aondoke leo milele. Mwangi alisimama mbele ya mwanao. Tazama hapa Barasa, ikiwa tatizo ni pesa, nitakupa, lakini maisha ya mtoto hayana thamani ya kuchezewa. Barasa alicheka. Mwangi, umechelewa. Hii siyo tena kuhusu pesa, ni kuhusu hadhi. Uliniambia nisubiri miaka yote, wakati wewe ukawa bilionea na mimi nikabaki nyuma. Kabla hajamaliza, mlango wa nyuma ulifunguliwa kwa kishindo. Polisi wa Mshai waliokuwa wamesubiri ishara ya dakika halisi, waliingia wakijipanga kimkakati. Hofu ilipanda kwa watu wa Barasa. Mshai alipaza sauti. Barasa, umekamatwa kwa utekaji, vitisho na njama za jinai. Weka bunduki chini. Lakini Barasa, akiwa amekosa mwelekeo, alijaribu kumvuta Asha kama kinga. Kamau alipiga ukemi. Barasa, tafadhali, yote haya yameisha, usiharibu zaidi. Wakati Barasa alipokuwa karibu kufanya kosa baya zaidi, Mwangi alifanya jambo ambalo halikutegemewa. Alijirusha mbele kwa kasi na kumvuta Asha chini, akimlinda kwa mwili wake. Polisi waliwahi na kumkamata Barasa kabla ya kuchukua hatua yoyote ya mwisho. Asha alilia, akamkumbatia Kamau. Nilijua, siku moja ungekuja. Mwangi akawatazama, macho yake yakiwa na unyevunyevu. Familia, ndiyo ya maana kuliko kila kitu. Barasa alipelekwa nje akiwa amefungwa pingu, macho yake yakionyesha kushindwa. Usiku ule, Mwangi alimkumbatia mkewe walipokutana naye baadaye, huku Kamau akiwa na Asha. Leo, tumefunzwa somo moja tu, mali inaweza kuwa au kupotea, lakini familia ni urithi usiopimika. Asha akimshika Kamau kwa upole, aliinua macho yake. Na sasa mtoto wetu hata grow kwenye giza la vitisho, bali kwenye mwanga wa upendo. Mwangi akatabasamu. Na mimi nitakuwa babu mwenye furaha zaidi Kenya.